Kwa majina naitwa Dorcas Tumaini, ni mzazi wa Wesa PEFA CDC, nikiwa katika kikundi cha Twaweza. Tuligawanyiwa 3,300 kwa kila mzazi. Tulivyopewa hiyo pesa, makundi tulioamua kufanya mradi wa ng'ombe ni mawili, Twaweza na Songa Faster. So kufikia saa hii Songa Faster wamefikisha ng'ombe 4 na wote wakiwa wana mimba. Twaweza tumefikisha ng'ombe 7 na mmoja saa hii ndio yuko na mimba. Members wenyewe tuko 11, ikiwa tunatarajia kwamba huu mwaka tutapeana kwa memba mwingine ambao tutakuwa tumefikisha 8, itakuwa tumebaki na members 3. Kupitia huu mradi unaweza kutuondolea umaskini, maana tuwapata production ya maziwa na pia ng'ombe zenyewe. Kwa kufikia sasa ni wengi tumepunguza umaskini hata katika kiafya pia, maana yule mwenye ng'ombe ndio ana benefit na hayo maziwa, halafu wana wa ng'ombe ndio tunagawanya. Kwa hivyo kwa hayo nasema asante. Kwa majina naitwa Lengo Said, ni mzazi wa mradi Wesa PEFA Compassion. Tunamshukuru Mungu kwa wakati ambao hilo shirika waliwahi kutupitia katika hizi maeneo ambayo tunaishi, na pia wakapata katika maeneo tunayoishi nyumba zetu ilikuwa za matope. Mvua ilikuwa ikinyesha, maji yanaingia katika hizo nyumba. Lakini tunashukuru mradi, kuna wakati walikuja wakatuita kama wazazi, tukaenda kwa huo mradi, wakatuketisha kama wazazi, wakatuhusisha kwamba tukaweze kushirikiana kama wazazi, tukaweze kutengeneza mawe za makiga. Na wakati tulipotengeneza hizo mawe, ilikuwa ni group, tunaungana, tunatengeneza mawe za mtu mmoja 2,400, anaenda anatengenezewa nyumba, ikamilika mwingine naye anatengenezewa. Kwa sasa tunamshukuru Mungu, wazazi 15 nyumba zao zimekamilika. Ni room 2 na sitting room. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Kuna hao wazazi 15 ziko tayari, alafu kuna wengine 15 ziko karibu kuisha. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, kwa sasa tunalala mahali pazuri na watoto wetu pia wanalala mahali pazuri na pia wanapata maeneo mazuri ya kusoma. Kwa hayo Mungu atubariki. Jina langu ni Mwamu Jiradima, mzazi wa mradi wa Wesa. Wazazi tuliweza kuitwa katika mradi na tukafundishwa jinsi ya kutengeneza makundi. Tukaunda kundi linaloitwa Upkeep Self Help Group, liko na wanachama 18. 12 ni wazazi wa mradi, 6 tuliweza kuwachagua kutoka kwa community ili kupanua jambo hili la kundi. Baadaye tuliitwa tena kupitia kwa mradi, tukafundishwa jinsi ya kuandika proposal na tukaweza kuandika proposal ya ufugaji wa ng'ombe. Kupitia kwa mradi waliweza kuchukua na tukaweza kuletewa certificate kutoka kwa social services na tukaweza kuambatanisha pamoja na proposal ile, na karatasi zile zikapelekwa katika ofisi za county government. Baada ya muda tuliweza kupata habari kupitia kwa mradi kwamba tumepata shilingi milioni 2 na laki 4. Kwa hivyo tuliweza kuletewa ng'ombe, na kabla ya ng'ombe kuletwa mabanda tulipata kutayarishiwa mabanda, tukaweza kuletewa vifaa, gumboots, tukaletewa overall, pia madawa yakaweza kuletwa. Sasa hivi ng'ombe zimeweza kupandishwa na ziko na ujauzito wa miezi 5. Kwa hivyo baada ya miezi 4 ijayo tutapata mazao ya kwamba ng'ombe zitakuwa zimezaa na tutapata maziwa. Maziwa yale tutayapeleka katika cooperative inayoitwa Zoerani Dairy Cooperative. Mahali pale tutakuwa na kuuza maziwa yetu. Kila mwezi tutakuwa tunapata pesa, ni kwa ajili ya kujiendeleza kibiashara na pia kujikuza katika mambo ya kifamilia. Pia kunazo pesa tutazipatia kupitia kutengenezea ice cream kupitia maziwa yale. Kwa hivyo tunashukuru mradi kwa kutuinua na kutufikisha hapa tulipo. Tunasema ni asante. Kwa majina ni Clarisse Wanje kutoka mradi wa Wesa PEFA. Kupitia mradi tulihimizwa kutengeneza makundi. Tukatengeneza kundi la watu 15 kwa jina Neema Self Help Group. Mradi ulitusaidia kupata certificate ya Neema Self Help Group. Mradi ulitusaidia kutuletea walimu, wakatufundisha kuandika proposal. Na baada ya kuandika proposal tukazipeleka katika ofisi yetu ya county. Proposal yetu ilikubalika na tukapata fund ya milioni 3.7. Kupitia hiyo milioni 3.7 tulitengenezewa fence, tukachimbiwa kisima, tukajengewa stand ya tank, tukawekewa hizo tangi 2, tukanunuliwa na sola, tukafanyiwa piping, tukanunuliwa mbegu ya mahindi, mbegu ya mboga, mbolea na madawa ya wadudu. Katika mradi wetu wa kupanda mahindi na mboga, pesa yenye tunapata huwa tunaigawanya mara 3. 50% huwa tunagawanya sisi wanachama kujisaidia kwetu majumbani, 30% tunairudisha kwa biashara na 20% tuna save akiba ya kikundi. Mapato yenye tunapata katika mradi wetu
Tunashukuru maana sasa watoto wetu wanaenda shule, pia wanapata lishe bora. Community yetu pia iliyotuzunguka wanafaidika kupitia maji yenye yako hapa, na pia vile vile tumeanza kujifungulia biashara zetu ndogo ndogo kwetu majumbani.